Bana kwenda kwa uzuri. Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. Bana, tunaona Yanga walipeleka kesi na madai, lakini tayari CAS nao wamekwisha kuwajibu kwamba hiyo issue waje wamalizane huko kwao na TFF pamoja na bodi ya ligi. Hilo swala halikuhitaji kusomea sheria kuweza kuliona, hata katika busara ya hali ya kawaida. Tayari watu wenye uelewa walikuwa wameshaliona toka mwanzo kwamba kulikuwa hakuna kesi ya Yanga kulazimika kupeleka CAS. Basi nafikiri ndio maana siku zote watu wengi wamekuwa na wasiwasi sana. Inawezekana Yanga Afrika wakawa na viongozi wenye utashi, wenye hali, lakini wanakosa utulivu katika baadhi ya mambo kwenye kuyaendea. Kuna mambo mengine wanayaendea yanawapa wasiwasi watu kwamba viongozi wa Dar es Salaam Yanga Afrika ni watu wa aina gani. Yaani wanashindwa kuelewa. Sababu swala kama hilo lilikuwa jepesi na unaweza ukalielewa kwa umakini. Ndugu mwandishi, ni sawa sawa nikikuuliza wewe, huwezi hata siku moja kesi ambayo inatakiwa ipitie kwenye baraza la kata, ipate maamuzi yake, kisha iende labda ikafunguliwe maelezo kituo cha polisi, ikatoka moja kwa moja kutoka baraza la kata ikaenda mahakamani. Na ni kesi ambayo kuna ngazi itakiwa ipitie ili hata inapokwenda watu waweze kujua mrejesho wake kwamba imetoka hapa ikaenda hapa kisha ikamalizikia hapa. Lakini moja kwa moja unakwenda kuchukua shauri ambalo litakiwa lianzie kwenye mabaraza ya michezo nchini Tanzania, unakwenda kupeleka kwenye mahakama ya rufani. Mimi nashindwa kuelewa. Yaani hata viongozi wa Yanga Afrika jambo dogo sana wanashindwa kulielewa. CAS ni mahakama ya rufani. Yaani ni sehemu ya mwisho ambayo mtu kashindwa kupata haki yake katika ngazi zote za kimaamuzi ambazo zipo wazi, na nafikiri wao kwa uweledi walionao, mimi nataka kuamini wao ni weledi na ndio maana wako pale. Siamini kama wanachama wa Yanga Afrika wanaweza wakachagua viongozi ambao hawana uelewa katika mambo ya mpira wa miguu. Na imani kabisa viongozi wa Yanga ni weledi na wanaelewa kwamba mashauri yote yanaanzia wapi, yanafuata wapi, kisha yanaenda wapi. Kwa hiyo ndio maana kuna muda unashangaa kwamba wanafanya makusudi au wanafanya kwa kujisahau. Kuna watu niwasikia wakiwa kitamka neno kwamba viongozi wa Yanga wana utoto mwingi. Na nafikiri hata hilo jambo wakati wanalipeleka CAS, mimi kwanza nilikuwa mtu wa mwisho kuamini kama viongozi wa Yanga wanaweza kaipeleka ile kesi. Nilikuwa siamini, nilikuwa nafikiri ni maneno tu kwamba ulikuwa ukiangalia kama we mdau wa mpira na unafuatilia mpira wa miguu pamoja na mashauri yake, nilikuwa siwaoni Yanga Afrika wakipeleka ile kesi CAS moja kwa moja. Huwezi ukahoji chombo kinachoondesha ligi, lazima kitakuwa kina majawabu tu. Yaani huwezi ukahoji kwa nini wameahirisha mchezo, lazima majawabu wanayo. Na Yanga Afrika nafikiri walijua kabisa kwamba bodi ya ligi hoja watakuwa nazo za msingi za kufanya ile mchezo uahirishwe. Ndio maana wakakimbilia CAS. Unapokimbilia CAS, unapovuka unakuwa hakuna ulichokifanya. Yaani hakuna. Ni lazima watakurudisha kule kule ulipotoka kwamba je, ulipitia hapa, ukaenda hapa, majawabu yake yalikuwaje? Kwa hiyo nafikiri ni muendelezo ule wa viongozi wa Yanga kusababisha wanasheria wao kuonekana hawaielewi kazi wanaoifanya. Lakini umezungumzia kuhusiana kwamba walichokuwa wanakifanya sio kwamba hawakijui, wanakifahamu. Tulimuona waziri aliweza kuwaita, maana lili jambo la baada ya dabi kuahirishwa, Paramagamba Kabudi aliweza kuwaita pande zote mbili pamoja na bodi ya ligi, Simba Sport Club, Young Africans, bodi ya ligi pamoja na TFF wakayazungumza. Lakini Mangungu tulijaribu kuonekana kusema kwamba yeye alienda kuzungumza maendeleo ya mpira, kuzungumzia yale. Engineer Ellis akasema kwamba alienda kuzungumzia kuhusiana na sakata hilo ambalo limeendelea la mchezo kuahirishwa. Labda yamkini majibu yaliyopatikana kula hawakulizishwa nao, ndio wakaamua kwenda kule. Hapo tu katika hilo, ndugu mwandishi, unapata kuona viongozi wepi wana uzoefu na hekima ya kuweza kuongoza taasisi waliopo na viongozi wepi wanapungukiwa mahala. Angalia majibu ya Murtaza Mangungu, afu angalia majibu ya viongozi wa Yanga Afrika. Unakuja kugundua kwamba viongozi wa Dar es Salaam Yanga Afrika kuna mahala wanapungukiwa na wanapaswa kuendelea kujifunza mambo mengi sana. Kwa nini? Angalia maelezo ya Murtaza Mangungu, anakwambia tumetoka kuongelea maendeleo ya mpira wa miguu. Walikuwa wako sahihi. Unajua viongozi wanaoongoza vilabu mbalimbali sio Simba na Yanga tu, ni wadau muhimu katika kuongelea na kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusu mpira wa miguu Tanzania. Na mambo hayo jibu hilo alilojibu Mangungu linabeba muktadha mzima wa kuhusu football. Hata hilo jambo kama lilikuwemo kwenye kujadili mambo ya dabi na nini, ni jambo la kimpira wa miguu. Sasa ulijiuliza kwa nini zile timu mbili kama ni maendeleo ya mpira? Yani inakuonesha wazi kwamba kuna kitu kilikuwa kinajadiliwa ambacho pia kilikuwa kinawahusu wao Simba na Yanga, na ndio maana walikuwepo pale.
lakini jibu linarudi pale pale kwamba ni maendeleo ya mpira wa miguu hayo hayo. Hata kama wangekuwa wamekwenda viongozi wa JKT, viongozi wa Tabora United ama viongozi wa Pamba Jiji, bado yanakuwa ni muhtaza ni ule ule kwamba ni maendeleo ya mpira wa miguu. Nataka kusema kwamba kile kilichosababisha wao kuitwa timu mbili ndio maana kilikuwa kinawahusu wao, ndio maana wakaambiwa kwamba tujadili maendeleo, ila tuanze na nyinyi ambao kidogo kuna dosari. Yaani kuna kitu kimoja watu hawaelewi. Hata kile kilichotokea kutoka kwenye dabi tarehe 8 ile, ukiongelea wale tayari mnajadili maendeleo ya mpira wa miguu na changamoto zake. Kwa hiyo Murtaza Ngungu alichofanya, alijibu katika mjumuisho, hakutaka kuwainishia watu. Ni watu wachache sana wenye weledi na uelewa ndio walimuelewa Murtaza Ngungu anazungumzia nini. Hakukanusha. Yani unamuona ni tafsida ile. Yule mzee ukimtazama vizuri ni ana kaliba ya uongozi. Kama sikosei alikuwa mbunge wa kusini huko kwao, kaishapita kwenye ngazi tofauti tofauti za serikali za kichama. Ana uelewa mkubwa sana, ana uwezo mkubwa wa kuweza kuongea na waandishi na akajua lipi la kuzungumza na lipi la kuto kuzungumza. Kwa ndio maana nikakwambia angalia majibu ya Murtaza Ngungu, angalia majibu ya viongozi wa Yanga. Unakuja kugundua kwamba viongozi wa Yanga sio kwamba hawastahili kuwepo pale walipo, ila wana mambo mengi ya kujifunza kutoka kwa watu walioongoza mpira kabla yao wao. Ndio maana nikakwambia majibu ya Murtaza Ngungu yanaweza kuwa hayatofautiani sana na ya Engineer Hersi Said. Yanaweza kuwa yanafanana. Lakini watu wanatofautisha kwa sababu uelewa wa watu kwenye kuchanganua majibu wakajua hii inamaanisha nini na hii inamaanisha nini unakuwa mdogo. Wachache wanaoelewa. Majibu ya Ngungu na Engineer Hersi alikuwa hayana utofauti. Tofauti yake huyu alifumba kuzuia baadhi ya maswali ambayo angeweza kuulizwa. Yaani ni kama alimaliza kwa sababu waandishi wengi wa sasa na wenyewe wana shida. Ndio maana Murtaza Ngungu alifunika kwa kuambia kwa tulikuwa tukijadili mambo yanayohusu maendeleo ya mpira wa miguu. Lakini maendeleo ya mpira wa miguu ikiwemo na hilo swala lenyewe kulijadili pia ni maendeleo na mustakabali wa mpira wa miguu nchini. Nafikiri kitu kama hicho Ngungu alikuwa anamaanisha. Ila engineer aliainisha kabisa. Yaani hakuachukua kipengele moja kwa moja kama tulikuwa tunajadili swala la dabi. Kitu ambacho nafikiri hata kama bodi ya ligi pamoja na waziri alisikiliza, naona aliona kabisa kwamba Ngungu alijibu kiustaarabu na katika mazingira ya kufumba. Sababu mambo yaliyoongelewa mule yanabaki kuwa siri. Wao ndio wanatakiwa wajue tumeongea kitu gani. Haikupaswa watu wa nje waelewe nyinyi mnaongea kitu gani. Ila ninahisi watu wa Yanga wao walikuwa bado wanataka watu wa nje waelewe nini kinachokwenda kinaongea. Kama vile wanatafuta sapoti ya watu wa nje na shinikizo. Sasa mambo muhimu, mambo ambayo yanaweza kuongelewa ndani hayawezi kuamuliwa kwa kutumia sauti za watu wanazungumza nini. Huwa siku zote watu wanakaa, wanajadili na wanaangalia kile ambacho kilicho bora na sheria na utaratibu unataka nini. Bado kuna kitu viongozi wa Yanga wanacheza sana na watu wa nje yani wanasema nini. Wanacheza sana na mitandao. Hicho ni kitu ambacho nawaona mimi si walaumu kulingana na uwepo wao kwenye mpira kwa muda mchache. Wanataka kufananisha kama mpira wa miguu na mziki na mambo mengine tofauti tofauti, vitu ambavyo sio kweli. Mziki, mpira wa miguu ni vitu viwili tofauti. Mpira wa miguu na namna yake ya kuuongoza na jinsi ya kuuendea, lakini viongozi wa Yanga wamekuwa ni watu ambao wanataka kuuchukua mpira wa miguu waupeleke zaidi, wautoe hata kwenye mambo yanayohusu mpira wa miguu. Wanataka kuupeleka kwenye mitandao, jadiliwe zaidi, wana vitu kama hivyo. Ndio maana Murtaza Ngungu yeye alifumba na akazungumza kwa mjumuisho. Wakati viongozi wa Yanga walienda moja kwa moja state kama tulikuwa tunajadili dabi. Ina maana watu wao walikuwa kama hivyo wanawafikishia ujumbe watu wao ili wapate uwanja mpana na wao wa kushinikiza kile ambacho wao wamekisimamia.